tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Amani katika eneo husika, amani hapa Arusha, mnufaika wa kwanza na mnufaika halisi wa amani ya Arusha ni mwana Arusha mwenyewe, ninyi mlioko hapa. Leo tumekaa hapa kwa sababu pana amani. Mnaenda kwenye shughuli zenu za kila siku kwa sababu kuna amani. Hata anayechoma mahindi barabarani anafanya hivyo kwa sababu kuna amani. Mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe, mwananchi wa eneo husika. Kwa maana kwenye Biblia pale, kwa wasoma Biblia wanamsikiliza sana mwalimu wangu Mwakasege, mwalimu naye mheshimu, anasema mkauombea amani mji ule, kwa maana katika amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Sema haleluya. Mnufaika wa amani hapa Arusha ni nyewe wenyewe. Tuwe makini na wale wanaotumika, wale wanaohamasisha uvunjifu wa amani, halafu wanalipwa kutokana na uvunjifu wa amani. Wao maisha yao yanategemea uvunjifu wa amani ndio walipwe. Kuweni makini na watu wa aina hii. Wapo mpaka wengine ni wanasiasa, wengine wanaharakati, wanaishi kwa kufugwa kule walipo, wanaishi kwa kufugwa. Na ili ionekane wanafanya kazi, inabidi kila siku wazue jambo, wahamasishe uvunjifu wa amani. Unawasikia kwenye WhatsApp, tukutane mahali fulani, tukutane mahali fulani, kama wapo. Wanahalalisha kufugwa. Barabara hizi tunazijenga kwa ajili ya zoezi la AFCON, lakini AFCON hii Rais Samia anaileta kwa wananchi. Tunamshukuru sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujenzi wa barabara hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zitakwenda kuwasaidia wananchi wa hapa Arusha, lakini vile vile wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hizi sawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunavyokwenda kuzijenga zitaambatana na uwekaji wa taa za barabarani. Kila baada ya kilomita moja tunaweka taa. Mathalan, barabara ya bypass ya Arusha ina jumla ya kilomita 42. Ina maana kwamba katika kila kilomita moja tunaweka taa 40. Mara 42 ni zaidi ya taa 1600 zitaangaza katika barabara ya bypass ya Arusha. Barabara ya Kilombero mpaka Kisongo kilomita 9. Kila kilomita moja tutaweka taa 40. Mara 9 ni zaidi ya taa 560. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la Kilombero kwenda mpaka Kisongo ni eneo maarufu sana na mafuriko, na tunashukuru sana watu wa hapa Arusha wamepata mbunge mzuri, mwakilishi wao Comrade Paul Makonda, wakati anakuja kujenga hoja kwetu Wizara ya Ujenzi wa namna ambavyo tunakwenda kuifanya hii kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipanga niimbe alafu niishie hapa kwa sababu tu moja, yale yanayotendeka hayajawahi kufikiriwa. Eti leo Arusha kutoka hapa kwenye kona ya Mbauda kwenda Kilombero kwenda mpaka Kisongo, na sisi tunaenda kujengewa njia 4 za lami. Eti watu wa kwa Mlombo nao wachoma nyama wanaenda kukaa kwenye barabara ya lami ya njia 4.
Mungu amzidishie heri Daktari Samia Suluhu Hassan, ampe umri aweze kuzipokea sadaka na shukrani zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumetoka kwenye uwanja wetu wa AFCON. Umejionea mambo makubwa ambayo serikali ya Daktari Samia na wewe msimamizi wake mnayafanya. Leo eti na wao ndugu zangu wa Matebesi wanaenda kutembea kwenye lami. Jamani, ninakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na naomba utufikishe salamu zetu za shukrani kwa Daktari Samia.